Sasa ukitaka kujua kwamba palikuwa na siri hapa, Yes. yamekuja kufunuliwa mwisho kabisa wa Biblia. Amen. Wakati miaka mingi iliyokuja, Yesu mwenyewe ndio anakuja kuyafunua. Amen. Anayafunua kwa Yohana akiwa amewekwa kwenye kisiwa. Hana hili wala lile, ndio anamwambia ya kwamba kuna ujumbe ninataka upeleke kwenye kanisa la Pergamo. Amen. Kanisa la Pergamo limeruhusu mafundisho ya Balaamu. Amen. Ingawa huku mwanzoni hatujaona mahali Balaamu anapofundisha. Yes. Lakini palikuwa pamejificha kwa siri. Amina. Kumbe Balaamu ana mafundisho yake. Akishindwa kukuloga, anatafuta mbinu ya kukupenyezea mafundisho. Amen. Yatakayo kufanya ukengeuke mbele za Bwana. Amina. Yaani wewe utajiona ya kwamba uko sawa, utajiona upo sahihi, utajiona tu ya kwamba nimeenda kwenye kasherehe. Amina. Utajiona tu ya kwamba nimechukua mume wa mtu, mke wa mtu kwa starehe. Amen. Kumbe yote ilipenyeshwa ndani yako. Amina. Kwa kupitia Balaamu, roho ya Balaamu, mafundisho. Amen. Ya Balaamu yanapenya spiritually. Amina. Kiroho. Amen. Yaani kuna wakati bila ya kwenda darasani, lakini kuna spiriti. Amen. Inakufundisha mbinu za wizi. Amina. Mbinu za utapeli. Amen. Hujawahi kufundishwa, lakini kuna maneno wewe yanakutoka ya kitapeli. Amina. Hatujui nani kakufundisha, kumbe kuna roho ili kufundisha ili uingie mtegoni. Amina. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nakataa kila roho za Baali Peori zinazoleta mafundisho ya Balaamu kwenye maisha yangu. Nakataa haya mafundisho yanaonipeleka kwenye sadakani, yanaonipeleka sadakani, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nayafuta kwenye nafsi yangu, nayafuta kwenye moyo wangu roho za ulafi, roho za zinaa, roho za ukaaba kwenye familia, kwenye ukoo, nazikataa kwa jina la Yesu. Sema amina. Sema amen. Wakafundishwa kiroho. Yes. Kwa sababu hivi vitu havijaandikwa kwamba aliwaita akawaweka class. Amen. Lakini tukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana, nisomee pale sura ya 2 mstari wa 12 mpaka mstari wa 16, tuone nini kinatokea. Ufunuo wa Yohana 2 kuanzia mstari wa 12. Amina. Itasoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura yake ya 2 kuanzia mstari wake wa 12 na kushuka nao. Roho Mtakatifu na atufunulie maandiko. Amen. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo andika: haya ndiyo anenayo aliye na huo upanga mkali wenye makali kuwili. Mstari wa 13. Na pajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani. Nawe walishika sana jina langu. Kwa hiyo unaonekana unalishika jina la Mungu. Amen. Lakini the problem, yes, umekaa katika kiti cha enzi cha Shetani. Amen. Jina la Mungu umelishika. Amen. Unajiona uko salama. Amen. Unaenda vizuri. Amen. Lakini problem ni kwamba mahali ulipo ni penye kiti cha enzi cha Shetani. Amen. Na kitu kinachofanya paitwe kiti cha enzi
Yes. cha shetani. Amina. Ni mafundisho. Amen. Yaliyopo mahali pale. Amina. Ndiyo. Wala hukuikana imani yangu. Imani hujaikana. Hata katika siku za Antipa, ndiyo, shahidi wangu, sawa, mwaminifu wangu, ndiyo, aliyeuawa kati yenu kabisa. Hapo akaapo shetani. Akaapo shetani. Amina. Wewe hujakana. Tuendelee sasa. Mstari wa 14. Ninayo maneno machache juu yako. Embo soma vizuri 14 hiyo. 14. Lakini ninayo maneno. Ukiona neno lakini, unajua hapo tayari problem. Amina. Unajua hapo kuna tatizo. Uko vizuri, huko unaishi vizuri na imani umeishika. Lakini yes. Yaani ukishasikia lakini ujue hapa kuna pepo tayari. Amina. Ujue mambo yanaanza kuharibika. Yes. Ndio pale unaposikia kwamba binti ni mzuri. Amina. Binti ni tolu. Macho mazuri. Miguu mizuri. Lakini. Ukisikia lakini hapo tayari. Amina. Amen. Lakini. Yes. Mdomo. Haleluya. Amina. Amen. Sasa lakini lazima ziwepo. Huwezi ukakuta ambaye hana lakini. Mungu anamwambia lakini. Sasa endelea na hiyo lakini. Popote pale ukisikia lakini, wewe washa macho vizuri. Amen. Lakini ninayo maneno machache juu yako. Juu yako. Kwa kuwa unao huko watu washikao mafundisho ya Balaam. Hapo ndio problem ilipo. Balaam alitoa mafundisho gani? Sikiliza sasa. Yeye aliyemfundisha Baalaki, ndio atie ukwazo mbele ya Waisraeli. Lakini wakati tunasoma tuliona ya kwamba Balaki ndiye aliyemwita Balaam, akampa contract kwamba anataka uwatie ukwazo hawa walaani, ili wakwazike, ili wachelewe, ili wasifike katika hatima yao. Ikafeli hiyo mbinu. Tunaona Balaam akiwabariki. Lakini leo Mungu anakuja kutufunulia kwamba kumbe kisirisiri, kiroho, Balaam ndiye alikuwa akimfundisha Balaki jinsi ya kutia ukwazo kwa Waisraeli. Siku zote tunamwona Balaki ndio mtu mbaya. Amen. Na Balaam mwisho wa siku akawabariki, ikaishia hapo. Yes. Lakini leo Mungu anatuambia amen, kwamba Balaam naye alicheza mchezo mchafu. Amen. Kamwambia jamaa, hawa mimi nimeshindwa kuwalaani kwa sababu wako vizuri na Mungu wao. Amen. Mbinu pekee ndio hii sasa. Tusomee. Kwamba wa vile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, wakisha kula tu kitu kilichotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini. Amina. Tayari kikwazo kwenye maisha yao. Amen. Tayari kiroho hawatokuwa sawasawa. Yes. Tayari wamejiungamanisha na Baali Peori. Amen. Kwa hiyo hata wakimwomba Mungu wao, Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Yakobo, hatowasikia. Kwa sababu tayari Mungu wao amebadilishwa. Amen. Amekuwa Baali Peori. Amen. Kwazo pekee. Yes. Wewe wakaribishe kwenye sadaka, wewe toa kisirisiri, peleka mlimani pale pale uliponipeleka, tukapiga wale ng'ombe 7. Amen. Tengeneza wengine 7, hata 20, hata 100. Amen. Chinja, chemsha. Amen. Weka michemsho. Amen. Weka masufuria shaba za kutosha. Amen. Halafu wakifika waweke pale, wakitafuna tu. Wanaopenda kongoro wale kongoro. Amen.
wawekee na ndimu na pilipili. Amen. Watu, mbona kama mate yamekujaa humu, nimetaja ndimu na pilipili. Amen. Hebu meza kwanza mate, usije ukala vyakula vya mashetani. Amen. Watu wanawaza supu. Amen. Wakisha tafuna tu, wakisha zini, tayari kwazo kwenye maisha yao. Amen. Kuna vikwazo ambavyo wewe vimekuingia, ni mafundisho ya Balaam kwa mchawi. Yule mchawi akakuandalia kitu, kipapai kikakupata. Sema kuanzia leo, chakula chochote cha sadaka nilichokula kwenye maisha yangu na tapika na kitoa kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, kila sadaka ninayodaiwa niliyokula nalipa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sadaka yoyote waliotoa maadui zangu nalipa kwa damu ya Yesu. Hawawezi kunifunga, hawawezi kunikamata. Damu ya Yesu imelipa yote. Simama juu. Yes. Simama juu. Amen. Sasa mifumo hii, yes, tunapozungumza chakula, amina, chakula kinaweza kuwa ni neno. Hapa ninapotoa neno la Mungu ni chakula. Amina. Amen. Amen. Ni chakula. Amen. Neno ni chakula. Amen. Kwa mchawi anaweza akaja kwa chakula. Yes. Anakutamkia neno, lakini katika ulimwengu wa roho lile neno limevuviwa na Baali Peori. Amina. Jinsi gani akurudishe nyuma. Amen. Kuna mtu mnashindania cheo pamoja. Yes. Nafasi ofisini pamoja. Amen. Jinsi gani ataweza kukuslow down. Amen. Anakutengenezea mitego ya namna hii. Amen. Unajikuta umeanza kuingia kwenye zinaa. Amen. Unajikuta umeanza kuingia kwenye matambiko. Amen. Unajikuta umeanza kwenda kwa waganga. Amen. Unaanza kuingia kwenye mambo ya kuabudu miungu mingine kwa ajili ya kutafuta njia. Kwamba Mungu akusafishie nyota. Yes. Kwamba mganga akutengenezee nyota. Amen. Yale yote amekutengenezea adui yako. Amen. Yale mawazo ni mafundisho yamepenya kiroho. Yes. Na ni lazima mtu akupeleke. Amen. Lazima atokee mtu wa kukushika mkono, wa kukupeleka kwa mganga wake. Amen. Huyo mtu ndio tunamzungumzia Balaki. Amen. Huyo mtu ndio tunamzungumzia Balaamu. Yes. Ndani yake pamejaa mafundisho. Amen. Na kuna vyakula umeshalishwa. Amen. Kuna vyakula umekula. Amen. Kuna mambo umeungana nayo. Amen. Umekula vya miungu. Yes. Lakini leo Yesu anasema tubuni. Yes. Tubuni. Amen. Umefika mstari wa ngapi? 15. Vivyo hivyo wewe nawe unao watu wayashikao mafundisho ya Wanikolai. Basi mstari wa 16. Basi tubu, na usipotubu naja kwako upesi, nami nitafanya vita juu yao kwa huo upanga wa kinywa changu. Amen. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Amen. Yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile mana iliyofichwa, nami nitampa jiwe jeupe, na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya asilolijua mtu ila yeye aliyelipokea. Amen. Anasema tubuni. Ni wakati wa kutubu. Yes. Inawezekana kabisa tulishiriki sadaka fulani, tulishiriki dhambi fulani. Amen. Tulipata mafundisho fulani. Amen. Yametudhoofisha kiroho. Amen. Yametufanya tufungue milango. Yes. Kuna maeneo tulikwenda. Amen. Yale maeneo yameandaliwa kwa ajili ya matambiko ya waganga. Amen. Hapo ulipo, mwambie Yesu, unisamehe. Amen. Najua hata kama sikwenda mwenyewe. Yes. Lakini katika ulimwengu wa roho kuna vitu nimewahi kuwaza. Amen. Kuna mambo nimewahi kufikiria sio mazuri. Amen. Ambayo kwa kufikiria tu, yes, nimeshapenyesha mafundisho ya Balaam.
Kuna wakati nilifanya maombi nikaona sioni matokeo, mpaka nikawaza labda niende kwa mganga. Labda niende kwa wauguzi. Labda niende kwa watu wanaotoa nyota. Labda nitafute mtu wa kunisaidia kishirikina. Kuna wakati ambapo ulijaribu hata kuiba vitu upate hela, upate chakula, kwa sababu ulikaa njaa. Yale yote kuna spiriti ya Baali Peori ndio iliyokudanganya, ndio iliyoleta mafundisho. Inapenya ndani ya makanisa. Watu wanawaza shortcut. Watu wanawaza kubarikiwa pasipo kushika neno la Mungu. Wanawaza mafanikio pasipo kufuata, pasipo kulipa gharama ya mafanikio, pasipo kulipa gharama ya upako wa Mungu. Watu wanataka kutenda tu miujiza bila ya kulipa gharama ya kufunga, bila kulipa gharama ya maombi, bila kulipa gharama ya mikesha. Watu wanataka wabarikiwe, wapate thawabu ambazo bila ya kulipa gharama. Waambie Bwana, naomba unirehemu, naomba unisamehe. Nipo tayari kulipa gharama. Nipo tayari kuomba. Nipo tayari kutubu. Nipo tayari kutafuta kile ambacho umekiweka, kile ambacho umekitamka. Na kuomba Bwana, na kuita Bwana. Bwana unirehemu. Bwana utusamehe. Samehe familia. Samehe ukoo. Samehe ukoo wangu. Tumekutenda mabaya, tumetenda yasiyofaa. Tuliwaza, tulijaribu kwenda kinyume. Tumekuwa wakaidi. Mafundisho ya Balaamu. Jesus, mulilie Mungu, mulilie Bwana, mulilie Yesu, mulilie Jesus. Bwana unayetenda, Bwana unayebariki, turehemu leo, tusamehe leo. Mahali popote tulipokosea, mahali popote tulipoenda kinyume, tunakusihi mawazo tuliyoyawaza, mawazo tuliyoyawaza, zile njia za Balaamu, lile kosa la Balaamu, turehemu Bwana, turehemu Bwana. Mafundisho yaliyotuweka katika mitego, tunaomba rehema, tunaomba msamaha, tunaomba rehema. Muombe Bwana, muombe Yesu. Hakusamehe, hakurehemu. Omba, omba mpaka mzigo utoke, mpaka mzigo utoke, huo mzigo wa Balaamu. Yesu atutue, Yesu atutue, Yesu atusamehe. Tunaomba Bwana, tuombe Yesu. Utulehemu, utusamehe Bwana makosa yetu, ututue mzigo. Yesu, tumejinyenyekeza mbele zako Bwana, tunaomba rehema, tunaomba msamaha. Uturehemu Bwana, utusamehe Bwana makosa yetu Bwana. Uturehemu Bwana, tusamehe Bwana, uturehemu Bwana, uturehemu Yesu. Yesu, tunaomba jioni ya leo, rehemu Bwana, samehe makosa yetu.